Kwenda kuiona Simba hii ndugu zanguni kwa shilingi 5,000 ni hela ndogo kweli kweli, ni kuidhulumu na Simba yenyewe. Kwenda kumuona Kibu kwa shilingi 5,000 ni kuidhulumu na Simba yenyewe, lakini tunafanya hivyo ili kila mwana Simba aweze kumudu na tupate wana Simba wengi katika mchezo huu. Lakini kwa hadhi ya timu yetu hivi sasa, kwa thamani ya timu yetu hivi sasa, kwa ubora wa timu yetu hivi sasa, ndugu zanguni, kiingilio cha chini kabisa kwenye mchezo huu isingepungua 400,000. Lakini kwa sababu tunataka kila mtu wale mema ya Simba, ndio maana tumeweka kiingilio cha chini kabisa shilingi 5,000. Ndugu zanguni wana Simba, mchezo huu kwetu ni mchezo wa maana kweli kweli. Kwetu ni mchezo muhimu kweli kweli. Kwetu ni mchezo wenye thamani kubwa kweli kweli. Ni mchezo ambao unakwenda kuandika historia nyingine ya kupendeza ndani ya klabu yetu ya Simba Sports Club. Ni mchezo ambao unakwenda kutu elevate, inakwenda kutupeleka juu zaidi mawinguni kwenye kiwango cha ubora barani Afrika. Tunakuwa ni katika miongoni mwa timu chache Afrika ambazo zina uhakika wa kufuzu back to back na kwenda hatua ya makundi. Afrika hii timu zenye uhakika wa kucheza back to back hatua ya makundi kwa kipindi cha miaka 7 mtawalia ni timu 2 pekee. Ni Al Ahly pamoja na Mamelodi Sundowns. Watatu wanaoongezeka hapo ni Simba Sports Club, na sisi tumeingia kwenye huo mkumbo wa kuwa na uhakika wa kucheza hatua ya makundi kila mwaka. Sasa hii sio mechi ya kawaida, ni mechi ambayo inakwenda kutuongezea thamani kubwa kwenye klabu yetu, na ndio maana mwana Simba hautakiwi kwa namna yeyote ile kubaki nyumbani siku hiyo, na mwana Simba asitokee akaidharau hii mechi kwamba tumeshafuzu, tumeingia, tumeshinda goli 3, huyu Singizini hawezi kufanya chochote. Mwana Simba, ondoa hiyo mentality kichwani mwako na tutazame huu kama ni mchezo mpya. Tuangalie huu mchezo kama ni mchezo ambao hatujacheza mechi ya kwanza. 3-0 ya pale Eswatini tuifute kwenye vichwa vyetu, na badala yake mechi hii sisi kwetu tuhesabu ni 0-0. Twendeni tukatafute mabao mapya Benjamin Mkapa, twendeni tukatafute ushindi mpya, tujihakikishie kufuzu kwa heshima kweli kweli. Itakuwa haina maana yeyote tushinde kule bao 3, tuje hapa tufungwe bao 1 au 2 au warudishe zote twende kwenye matuta. Itakuwa ni fedheha ya kiwango cha juu kweli kweli. Sasa hatuko tayari kuiona hiyo fedheha ikitutokea. Kwa hii mechi sisi kwetu mpaka hivi sasa ni 0-0. Wao hawana goli na sisi hatuna goli. Twendeni tukatafute magoli tarehe 26. Na tunaweka wazi ya kwamba kwenye hii mechi mpaka muda huu sisi tumeshinda mechi ya kwanza, lakini hatujafuzu. Na kama hatujafuzu, maana yake tuna kazi kubwa ya kufanya, na kazi kubwa ya kufanya inafanywa na watu wote. Mashabiki wa Simba mnatakiwa kuja kwa wingi uwanjani, na mechi hii tunatakiwa kuijaza Benjamin Mkapa. Tuna muda mrefu sana, ukiachilia mbali mechi ya Nkana, tuna muda mrefu sana mechi ya kufuzu kwenda hatua ya makundi hatujajaza uwanja. Tuna muda mrefu sana, ukiachia mechi ya Power Dynamo ambao tulifuzu kutumia uwanja Benjamin, uwanja wa Chamazi. Of course ulijaa, lakini ule ni uwanja mdogo. Mechi hii ya kufuzu tunataka tuijaze Benjamin Mkapa. Tuandike historia nyingine ya kwamba mechi ya kufuzu kwenda group stage Simba alijaza Benjamin Mkapa. Hatutakiwi kuzoea, hatutakiwi kuichukulia poa, hatutakiwi kwamba tumeshazoea group stage kwetu ni kawaida. Kwenye mpira hakuna kitu cha kawaida.
twendeni tukaijaze Benjamin Mkapa tarehe 26. Tiketi zinaanza kuuzwa hii leo. Wale wote ambao wana dhamira na nia ya kununua tiketi, wanunue tiketi zao hivi sasa ili kuepusha usumbufu siku za mwishoni. Na tunataka mashabiki wengi kweli kweli. Na sare yetu siku ya Jumapili itakuwa ni jezi nyekundu ya Simba Sports Club. Na jezi nyekundu ninayoizungumzia hapa ni jezi nyekundu ya kuscan, jezi mpya. Usije na jezi ya zamani tafadhali. Usije na jezi ya mwaka jana wala mwaka juzi tafadhali. Kila mwana Simba atakayekuja uwanjani tarehe 26 aje amevaa jezi nyekundu, aje amevaa jezi mpya ya Jairuti. Tunataka Benjamin Mkapa yote ile iwe kama Simba Day. Hawa wapinzani tunaocheza nao sio wapinzani wa kuwabeza hata kidogo. Lakini tukiitapisha Benjamin Mkapa, hajawahi kukutana na mazingira kama hayo katika maisha yake. Ule uwanja wao ambao tumecheza nao jana unaingiza watu 10,000 na ngapi tu, uwanja kadogo fulani hivi. Sasa atapokutana na Benjamin Mkapa, tanuri limejawa na Simba, tunapumua moto namna hii, hilo tutamfanya vibaya mno. 3 za kule kwao zitakuwa ni 3 mara 2. Ndugu zanguni wana Simba, tuna kila sababu ya kuja katika mchezo huu kwa wingi kwa sababu kadha wa kadha. Sababu ya kwanza, tunarejea uwanjani kwa kishindo. Mechi iliyopita tumeangalizia mechi Coco Beach, ilituuma. Mechi hii tunarejea uwanja Benjamin Mkapa. Maana yake ni kwamba tunapaswa kuoneshia watu ya kwamba sisi ni mashabiki wa uwanjani. Tuje kwa wingi siku hiyo kwa sababu tumemisi kuiona Simba yetu hasa kwenye michuano ya kimataifa. Lakini tunalazimika vile vile kuja kwa wingi uwanjani siku hiyo kwa sababu tunatakiwa kwenda kumkaribisha kwa mara ya kwanza meneja mkuu Dimitar Pantev. Tangu Pantev amewasili Tanzania, tangu Pantev amekuja Simba Sports Club, hajawahi kukutana uso kwa macho na wanasimba. Sasa kesho tarehe 26 ni siku ya kwenda kumkaribisha Dimitar Pantev, aione Simba Sports ikoje na aione Tanzania ikoje na aione Dar es Salaam inafananaje. Na wenye kufanya jukumu hili ni sisi wana Simba. Kimsingi ni kwamba tarehe 26 itakuwa ni Simba Day ya meneja mkuu Dimitar Pantev, kwa sababu Dimitar Pantev Simba Day hakuwepo, hajaipata ile ladha ya wana Simba. Tarehe 26 sasa anakwenda kuipata ladha ya wana Simba. Wana Simba tunawajibika kuja kwa wingi, kuja kumkaribisha meneja wetu. Lakini tulikuwa tukipiga kelele hapa, Simba yetu hatuielewi, inacheza mpira ambao hatuufahamu, inacheza mpira ambao hatuujui. Na ndio maana wengi wetu tukawa tumekata tamaa ya kwenda uwanjani. Sasa Simba yetu imerejea, Simba ya hatari imerejea, Simba yenye kasi imerejea, Simba ya kutisha imerejea, Simba ya pasi nyingi imerejea, Simba ya kushambulia muda wote imerejea, Simba ya wachezaji wasiochoka imerejea, Simba ya kukaba kama unakaba mwizi imerejea. Simba yetu imerejea kwenye kilele cha ubora. Unabaki nyumbani kufanya nini mwana Simba? Kila mwana Simba anatakiwa kuja uwanjani, kuja kuiona kwa macho namna ambavyo Simba yetu imebadilika msimu huu. Na haya sio maneno ya kuzungumza kutoka usingizini. Haya ni maneno ambayo tunazungumza, tumeiona Simba ikicheza. Na pale Simba imecheza, lakini haikucheza kwa kujitanua sana, kwa sababu mwalimu alisema uwanja ule ni mdogo. Uwanja ule tuliochezea mechi wa Samuholo ni mdogo.
Kwa mwalimu alishindwa kuonesha vitu vyake vya kutosha. Sasa Benjamin Mkapa ni uwanja ambao mwalimu anakwenda kujitanua, anakwenda kujiagalula, anakwenda kujiachia, vijana wanakwenda kukimbia mwanzo mwisho. Ukikaa nyumbani siku hiyo unaidhulumu nafsi yako mwenyewe. Mwana Simba, njoo Benjamin Mkapa uione Simba ikifanya balaa zito, uione Simba tuliokuwa tunaitaka. Simba yetu imerejea. Ndugu zanguni wana Simba, tuna kila sababu ya kuonesha tofauti ya sisi na wengine. Sisi ndiyo timu pekee ambayo imepata ushindi ugenini kwenye michuano hii ya kimataifa kwa timu za hapa Tanzania. Usijisumbue kunitajia na hiyo nyingine. Zanzibar sio ugenini. Kwa hiyo najua ninachokisema. Sisi ndio timu pekee ya Tanzania ambayo imepata ushindi ugenini. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kujivunia hii tunu tuliyobarikiwa. Na tuna kila sababu ya kutamba tunavyoweza kutamba, kwa sababu sio kazi nyepesi hata kidogo kumtandika bingwa wa taifa gumu la soka kama Eswatini mabao 3-0. Kwa hiyo tunaposema tunalazimika kwenda uwanjani, tunakwenda uwanjani kuonesha kwamba sisi ni tofauti na watu wengine. Na kila mwana Simba anawajibika kulipa kiingilio chake cha kuingia uwanjani. Nimeona timu nyingine zilianza kuombana mechi zao waende bure. Ndugu zangu ni wana Simba, sisi sio watu wa viwango hivyo. Washapiga hesabu zao, wameona ya kwamba hii mechi watu hawatokuja uwanjani. Wameanza kampeni watu waende bure. Sasa Simba Sports Club, pamoja na kwamba tumeshashinda mabao 3, twendeni tukawaoneshe watu kwamba sisi katika mazingira yote yale tunakwenda kuisapoti Simba yetu. Mwaka jana Simba tumecheza mechi na Al Masry, tukapasuka goli hizo, goli 2-0. Tulivorudi hapa Dar es Salaam, hatukusema watu waingie bure kwa sababu mechi inahitaji mashabiki. Tukaweka viingilio na mashabiki wakaja uwanjani kama kawaida. Hiyo ndiyo hadhi na sifa ya timu kubwa, na hiyo ndiyo hadhi na heshima ya mashabiki wakubwa. Na heshima na haja ya mashabiki wakubwa haichagui mechi. Kwa hiyo mechi hii tunatakiwa kwenda uwanjani kwa wingi wetu ule ule, kwa sababu huu ni mchezo ambao kwetu una thamani kubwa kweli kweli. Ndugu zanguni, niruhusu nimalizie kwa kusema ya kwamba mechi hii ya tarehe 26 ni mechi ya wanasimba kwenda kumuona halisi Dimitar Pantev. Tumemuona kwenye mechi ya kwanza, lakini hatujamuona Dimitar Pantev halisi. Kwa hiyo mechi hii tunakwenda kumuona Dimitar Pantev halisi akiwa na ukatili wa hali ya juu katika uwanja wa vita. Na baada ya mechi ile, mwalimu wetu akaweka wazi kwamba hajaridhika. Mwalimu akaweka wazi kwamba bado hajafurahishwa. Mwalimu akaweka wazi kwamba bado hajafurahi na kiwango cha timu yake. Kipo kitu ambacho mwalimu anakitaka kikubwa zaidi. Inawezekana mimi na wewe mwana Simba hatukijui, lakini mwalimu kasema kwamba yeye bado hajaridhika. Na kwa kuwa mwalimu amesema yeye hajaridhika na kauli mbiu ya mchezo wetu huu wa tarehe 26, tunasema ya kwamba hatujaridhika. Hatujaridhika wana Simba kwa magoli tuliyopata. Hatujaridhika wana Simba kwa ushindi tulioupata. Hatujaridhika wana Simba kwa kiwango tulichokionesha. Tarehe 26 tunataka zaidi. Tunakwenda na kauli mbiu
ya mchezo huu ya kwamba hatujaridhika, tunataka zaidi. Asanteni sana. Kuna maswali? Leo press fupi tu.